Anazungumza kuhusu nyumba hii ya kale ya Israeli, na wao ndio walio kwenye matatizo. Unajua, katika nyakati zake za majira ya kuchipua tuliweza kuona kitu kilichopangwa. Kama unajua nyakati zilizowekwa, utaelewa kwamba huyu alikuwa mfalme. Umewahi kutaka kujua kwa nini? Hata Pilato alitumiwa na kuruhusiwa na kusema, najua hili litawakera nyinyi, lakini mimi sitashiriki katika hili. Pilato hakumweka Yeshua juu ya tavi ya kale. Waumini ndio walifanya hivyo. Pilato alikuwa anajaribu tu kudumisha amani kisiasa. Anasema, naosha mikono yangu kuhusu hili, lakini alifanya jambo la kuvutia sana ambalo naamini lilikuwa kama kuwachokoza. Aliagiza ishara iwekwe juu yake, mfalme wa Wayahudi. Usikosee kile ambacho Pilato alikuwa anafanya. Na Yawe aliruhusu hili litumike juu ya tavi ya kale alipokuwa ananing'inia pale kusema, huyu ndiye mfalme. Alitangazwa lini kuwa mfalme? Maandiko yanatuambia wakati hasa. Hatuna haja ya kubuni hili. Mfalme amethibitishwa. Bei, kifo kwenye tavi ya kale. Bei ya bwana harusi kumnunua bibi harusi wake, watu wake, imethibitishwa. Ushahidi, ufufuo, matunda ya kwanza. Kupunga mkono kwa mganda kulikuwa katika maagizo ya Torati yaliyotimizwa kihalisi na yeye, akiwaonyesha wale waliofufuliwa pamoja naye wakati huo. Kuhani mkuu angetikisa lile la kwanza la matunda ya kwanza. Tunaona hili limeandikwa katika maandiko. Wale waliolelewa pamoja naye. Kuhani mkuu amethibitisha. Shavuot, siku ya Pentekoste, siku ya 50, Roho Mtakatifu, Roho wake, msaada ambao ungetolewa kutufikisha sote hapa leo tunaokusanya, yote yalikuwa matokeo ya Shavuot na mavuno yanayowakilisha. Imethibitishwa. Unamaanisha katika utimilifu wa nyakati zilizowekwa za masika, Katis alithibitishwa kuwa mfalme, bwana harusi, kuhani mkuu, na akatupa Roho wake Mtakatifu ili kutusaidia kufikia uelewa huo? Ndiyo. Lakini alifanya hivyo kama mtumishi anayeteseka wa kipekee, nilivyosema, kuhusu imani yetu. Na kwa hivyo karibu miaka 2000 iliyopita haya yalitimizwa kihalisi. Unabii wa Biblia uliomo katika Torati na manabii ulitimizwa kihalisi alipokuwa anaingia katika muda wa dunia, na mwili uliopotoka haukudanganya, iliwekwa katika mwendo ndani ya mwaka huo huo kwa mpangilio hadi siku yenyewe. Si mazoezi tena sasa ni halisi na vinaendelea. Na kila wiki, kila mwaka tunapoheshimu nyakati zake za masika, tunaheshimu kitu ambacho tayari kimetimia, kiko katika mwendo na kinaishi. Na katika Kiebrania, kufikiri na kuelewa hakukuwepo. Alifanya hivyo. Imejengwa juu yake. Wengi wetu hatuzingatii jinsi wiki ya mikate isiyotiwa chachu ilivyo muhimu hivi sasa. Hatuamini hivyo hata tuna chachu ndani ya nyumba zetu. Chachu ya kiroho, mambo tunayopaswa kuyatoa. Huu ndio muundo tuliopewa. Sio maoni yangu, sio yako, sio ya mtu yoyote. Alitoa. Ni nyakati zake zilizowekwa. Na unajua alichosema? Nitakwambia jinsi ninavyoyatimiza. Nitafanya hivyo ana kwa ana, na nitafanya hivyo kwa mfuatano hadi siku hiyo hiyo, yote ndani ya mwaka huo huo. Kwa kweli anaamua kitakachotokea kwa nyakati zake zilizowekwa, si mafundisho yetu, si chachu yetu ya kiroho, si hamu yetu ya kuongeza miaka 3 hapa au miaka 7 pale kati ya kutimizwa kwa mambo haya.
Hatuna kiwango kingine isipokuwa kile tulichopewa na yule ambaye si tu alizileta kuwepo, bali pia alituambia tusikie, tutende na kuzitangaza kama zilivyo, halafu akatuambia tuziheshimu kila mwaka kwa namna hiyo. Hakuna njia nyingine tunaweza kuangalia hili. Hii ni kweli. Mfumo uliwekwa na haukuwekwa na mtazamo wowote wa kidini au mafundisho. Nyakati zake za kuanguka zilizowekwa. Kwa hiyo kama inafanya mwenyewe, anafanya ndani ya mwaka huo huo wa mpangilio. Huu ndio mfumo aliotupa. Tunawezaje kuthubutu kutaka kubadilisha hili? Mara nyingi tunajaribu kubadilisha kwa sababu hatujui vyema. Sawa, basi tunajifunza kuacha kufanya hivyo, hatimaye tunatumaini. Yom Tova, sikukuu ya tarumbeta. Sasa tunakurudi kwa mfalme. Wafalme wanakuja, hasira ya Elohim. Kurudi kwa Masiha ni mlipiza kisasi wa damu. Kwa kweli, katika kitabu cha Ufunuo, baada ya tukio la Yom Tova, inarekodi wakisema, ni lini utalipiza kisasi cha damu yetu? Walijua jinsi hii inavyofanya kazi. Wale waliokuwa wamesimama, ambao walitoa maisha yao kwa ajili ya hili. Na kuna Yom Kippurim, siku ya upatanisho. Kurudi kwa Masiha ni kuhani mkuu. Kweli kabisa, juu ya dunia, katika upatanisho wa dhambi za nyumba ya Israeli. Kisha kuna sherehe hii kuu. Baada ya haya yote, sikukuu ya Sukkot, kurudi kwa Masiha, ni bwana harusi. Kisha tunaingia katika siku ile kuu ya mwisho. Ufalme wake duniani, kutawala na kutawala, mfalme na bibi harusi. Utawala wake wa bibi harusi ni jambo kubwa sasa, ikiwa tunajua kwamba nyakati zilizowekwa za majira ya kuchipua zilitimia kihalisi. Kwa sababu tutajadili na kuangalia jambo ambalo litatimizwa haswa katika nyakati zake zilizowekwa za vuli, isipokuwa wakati huu kama mfalme mshindi. Sio mtumishi anayeteseka. Anarudi na ataheshimu hili kwa mfuatano hadi siku hiyo. Katika mwaka huo, kama vile alivyofanya Ban. Tuna Elohim ambaye hachezi, inaonekana, isipokuwa wakati huu. Unaona, karibu miaka 2000 iliyopita walikuwa wakitarajia simba, kabila la Yehuda, kutokea. Waliwapata watumishi wanaoteseka. Kwa hivyo mafundisho yao yote yalisifia, na hawakujua walikuwa wakiangalia nini hasa. Sasa tuna mwili mzima unaomtafuta mwanakondoo aonekane, na Masihi mwenye nywele ndefu, macho ya bluu na wa kike ambaye wamemwona akilini mwao. Na unajua tutapata nini wakati huu? Simba wa kabila la Yuda. Anamaanisha biashara. Kwa hivyo mavuno ya kusagwa, mzeituni wa kale na divai, hizo zilikuwa bidhaa za kifahari wakati huo. Lakini tena haya yote yanahusu mavuno na mpango wake wa ukombozi. Na hivyo katika utamaduni wa kale, walipokuwa wakiheshimu nyakati hizi zilizowekwa za vuli, kulikuwa na kazi nyingi iliyotumika katika kukandamiza. Sisi katika maisha yetu ya kisasa ya magharibi, tungekuwa na bahati kama watoto wetu bado wamejifunza kwamba lettuce haikui katika duka kubwa. Hatuishi hivi jinsi walivyofanya ili kuelewa kazi na kuponda mavuno na jinsi mambo haya yote yanavyofanya kazi. Tuko mbali sana nayo, hasa katika mawazo yetu ya kisasa ya magharibi. Kwa hivyo tunapaswa kujikumbusha mambo haya. Tunapaswa kuangalia ndugu na dada zetu wa zamani wa imani waliishi nini? Walijua nini? Wanaweza kutufundisha nini? Mambo haya yote ili tuweze kuwa na utajiri na uelewa wa nyakati hizi zilizowekwa.
Magharibi ya kisasa, hayo yote yameondolewa kwetu katika picha ya kivuli. Hatuelewi tena kazi inayohusika katika hili na kuponda. Kwa hivyo tunaangalia hili. Nyakati zake za kuanguka zilizowekwa zitakamilishwa naye, sasa akiwa katika hali ya utukufu kama simba wa kabila la Yuda, kwa mpangilio hadi siku katika mwaka. Na hivyo katika sehemu hii ya kwanza tunaangalia tu sikukuu ya tarumbeta, siku hizi 10 za ajabu kati ya hiyo na upatanisho. Ninapendekeza kwenu kwamba tunachoona kwenye tarumbeta ni mkusanyiko wa mfalme. Anawalea watu wake na kisha kuna kitu kitakachoanguka duniani. Inazungumziwa katika maandiko, ghadhabu ya Elohim, ghadhabu ya Mungu. Milango itafungwa. Kuhani mkuu yuko njiani. Inakujulisha atakaporudi. Sio fumbo. Ni upatanisho. Hatujui ni mwaka gani, lakini kwa kweli ametupa hili katika mpango wake wa ukombozi. Kwa hiyo leo tutaangalia mambo haya na tunasema, ni fumbo. Anaweza tu kujitokeza wakati wowote anapotaka. Unajua, mara nyingi katika Ukristo tulikuwa na kile kilichoitwa fundisho la ukaribu wa kurudi kwake. Unajua, mara nyingi yeyote anayenijua anasema, fundisho la kutokaribia. Tupo hapa karibu miaka 2000 baadaye, lakini inaonekana tungaliweza kunyakuliwa wakati wowote. Unajua, hilo fundisho la ukaribu limemfanya Masia wetu aonekane mwongo katika kiwango cha msingi wa Torati. Ni jambo la kutisha sana kwamba tumekubali mambo ya aina hii, kwamba tuko tayari kuchezea mambo haya. Hakutuambia kwamba ili linaweza kutokea wakati wote. Hakuwahi kusema hivyo. Hujui tu mwaka ambao itatokea, hasa pale nitakaposema itatokea. Na hilo linahusu yeye kutukusanya kwake. Linahusu ghadhabu yake na linahusu kurudi kwake. Sio jambo gumu. Torati ina urahisi unaopatikana ndani ya Masia, lakini tumejitenga sana. Hata kuelewa mwanzo wa kitabu au hata kuishi katika utamaduni wa kale, tunafikiri kwa namna fulani kwamba haya yote ni magumu. Sio magumu hata kidogo, hadi inachekesha. Ndiyo. Lakini madhehebu yetu zaidi ya 30,000 na Talmudi yote ya Kikristo ambayo wengi wetu tulipata uzoefu, imeweka kelele nyingi kichwani mwetu kiasi kwamba tunafikiria kwa namna fulani kurudi kwenye njia za kale. Na urahisi wa Masihi ndio jambo gumu zaidi. Sio ngumu hata kidogo, ni kelele tu kichwani mwetu zinazofanya hivyo, kuonekana hivyo. Hatukulelewa. Kama ulilelewa katika utamaduni wa kale ulioheshimu nyakati zilizowekwa kila mwaka, si mbunu. Hii ni rahisi kama inavyokuwa. Akitangaza mpango wake wa ukombozi. Na Isaya 46:10 hapa, akitangaza mwisho tangu mwanzo. Hii ni hotuba ya kikoa cha wakati. Huu ni wakati uliowekwa kuzungumza. Na tangu nyakati za kale, mambo ambayo hayajafanyika bado. Kwa maana shauri langu litasimama, nami nitatimiza kusudi langu. Nitakushauri. Unasoma kuhusu uumbaji wa mbingu. Neno lake lote kuanzia Mwanzo au Bereshit hadi Ufunuo, yote yamo katika nyakati zake zilizowekwa. Kusudi lake yote yanalenga Masihi. Yote ni kuhusu yeye na mpango wake. Na anasema ametangaza, nami nitalitimiza. Katika Luka 10, miaka 2 hadi 3 inasema hivi. Yesu anasema, aliwaambia, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Kwa hivyo, muombeni kwa bidii Bwana wa mavuno, ili atume kazi katika mavuno, hata kwa nyakati zilizowekwa. Nenda zako, tazama, mimi nawatuma kama wanakondoo katikati ya mbwa mwitu. Kwa nini? Na mbwa mwitu wanatoka wapi?
Lo, si hao wote ni makafiri wakubwa wabaya huko nje? Lo, hapana. Mbwa mwitu wako miongoni mwetu. Mbwa mwitu wanatoka katika muktadha wa kuamini. Asiamini hajali kuhusu lolote kati ya haya. Ni nani atakayetutoa mbali na Bwana wa mavuno na kuwatuma watendakazi ndani yake? Ni nani anaweza kufanya hivyo? Mwanafalsafa asiyeamini Mungu, mtu ambaye hataamini, mtu anayefikiri kwamba Mungu ni mzungu mwenye ndevu amekaa juu ya mawingu na malaika ni watoto wanene wenye mabawa, na anafikiri nyote ni wajinga kwa kuamini hadithi za kufikirika. Ni nani hasa wanaweza kupinga mavuno? Inawezekana kwamba wale pekee wanaoweza kuwa ni wale wanaodai kuamini. Na swali pekee sasa ni unaaminije? Punda, kuna nini? Maana ikiwa ninanyakuliwa, kwa nini unaendelea kuhusu nyakati hizi kamili zilizowekwa? Hata kama unachosema ni kweli, ingawa mimi sisemi, neno lake ni natumaini tu hutaitupa. Natumai hufikirii ilifutwa. Hata kama unaweza kufikia hatua hiyo, haijalishi. Nilifundishwa. Nimetoka hapa. Sijui nyakati hizi za vuli ni zipi, lakini si kwa ajili yangu. Ndiyo maana na kuomba uwaheshimu na uwajue. Vipi, ungesema miaka 2000 iliyopita nyakati hizi si zangu? Je, ungemkataa Masihi? Tunafikiri kwamba hatuna uwezo wa hili. Hatuelewi nguvu ya chachu ya kiroho tuliopewa kutoka Babeli ya siri. Biblia inamuita kahaba. Tunalala naye. Tumesikia sauti tamu zikinong'onezwa masikioni mwetu. Tungeita mafundisho. Je, tunaweza kurudi kwenye urahisi unaopatikana katika Masihi? Kama kweli umefundishwa njia fulani ya kuona jambo hili, tunaita unyakuo kwa njia ya glibli, hapatos kwa Kigiriki. Huenda usijali kuhusu chochote ambacho tumekijadili hadi sasa. Huenda hilo ndilo lilikuwa lengo la mpanzi wa mbegu. Ulaji, unyaukaji, ardhi yenye miamba. Unaona hoja? Kama naweza kuishambulia pale na hakuna kitu, hakuna msingi wa kuendelea nayo, basi unaweza tu kuzungumzia mijadala kama vile kukusanywa kwa watu wake kwake kutoka mtazamo wako, na si ule mtazamo tuliopaswa kujifunza mwanzoni mwa kitabu. Na punda wanalia kutoka nyikani hapa. Nimeweka mimi mdogo pale juu na Mungu alilazimika kunifanya niongee nawe. Fikiria kwa nini. Hii inarejelea waziwazi punda wa Balaamu. Balaamu, nabii wa kukodi, bila shaka alijua jinsi ya kuwadanganya nyumba ya Israeli na kuwatuma wanawake kuwatumia vibaya wanaume hawa maskini. Hazikuwa na chachu katika hatua hii, na bila shaka zilikuwa tishio kubwa kwa Baraki. Ilikuwa ya kuvutia sana picha hiyo ya kivuli ya tuma katika fumbo la Babeli kupitia picha ya kivuli ya nini? Mwaka huu, ili kila mtu ajue, kulingana na kalenda ulionayo, Septemba 23 au 24 tunanyakuliwa. Sasa, sitaki kuwahukumu wale watu wa imani ambao wana imani, wanamwamini Masihi kadri wanavyojua. Hatuko hapa kulaani hilo. Lakini wengi wao wanatangaza tena kwamba wamepitia haya mara nyingi, kwamba wanatangaza kwamba unyakuo utatokea katika siku chache zijazo. Sio kwa sababu Masihi hawapendi, sio kwa sababu hawampendi Masihi kadri wanavyojua, lakini mmefundishwa mafundisho ambayo sasa yamewazuia kuelewa nyakati zilizowekwa. Angalau jinsi zitatimizwa.
na kuelewa baadhi ya mambo ambayo tumekuwa tukijadili leo. Kilicho muhimu kuhusu hii ni kwamba inaleta ushuhuda wa jambo fulani. Sasa katika kesi hii, ushuhuda unazidi kuwa bora miongoni mwa ndugu na dada zetu wa Kristo kwa upana zaidi. Angalau wanajaribu kuunganisha hili na Yom Tova, na kwa hilo kwa kweli ninashukuru kwa namna fulani. Kuna kitu kinaanza kutokea, kinaanza kusonga. Hawakiweki tu wakati wowote wa mwaka, wanaanza kuelewa kwamba kuna umuhimu wa Yom Tova. Wako tayari bado kuweka vipindi vya muda humo ndani, kwamba hili litatokea, halafu kutakuwa na miaka 7 ya dhiki kuu na mambo yote kama hayo, na sasa wanaongeza chachu yote hii ndani yake. Wanakosa kabisa kuzingatia jinsi anavyoamua kutimiza nyakati zake alizopanga, mpangilio na jinsi anavyofanya, na kila alichotupa ili tuonyeshe ambacho si swala la maoni. Vinginevyo hukubali kwamba Masihi alikuja karibu miaka 2000 iliyopita, na kweli alifanya haya kama vile watu wa dini wakati ule katika Sanhedrin, Mafarisayo na waandishi walivyofanya. Hawakukubali. Je, inawezekana tungeweza kufanya hivyo tena karibu miaka 2000 baadaye? Kwa upande mwingine, pamoja na mafundisho yote tulionayo sasa kutoka kwa Babeli ya siri, je, inawezekana hatujui jinsi ya kuangalia mambo haya kama vile wasivyojua? Hawakujua hata ni nani aliyekuwa amesimama mbele yao. Je, tunaweza kufika katika hali hiyo, au sote ni maalum sana? Hawa ni wajuzi zaidi wa Torati na manabii kuliko sisi sote hapa leo. Nao wakadanganywa. Mioyo yao ilikuwa migumu sana na hawakutaka kuamini. Haikuendana na hoja zao za kidini na usemi wao wakati kuhusu jinsi yote yatakavyotokea. Ghafla hii haikufanya kazi. Unamaanisha nini? Mateso, mtumishi? Tunasubiri kukombolewa kutoka utumwani. Hili haliendani na mafundisho yetu. Jambo lile lile linatokea. Unamaanisha nini? Ninavutiwa sana. Nimetoka hapa. Sihitaji kujua kuhusu nyakati hizi zilizopangwa kwa makosa. Hakuna hata moja kati ya unaosema punda linaloendana na mafundisho yangu. Maandiko yanatuonya nini? Wakolosai 2:8, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa falsafa na udanganyifu mtupu. Mara nyingi hatuzingatii haya vitu vidogo vilivyofichwa humu. Neno tupu hapa linavutia, kinos. Bila ukweli, vyombo havina kitu. Bila zawadi, fikiria ruat. Bila roho, bila utajiri wa kiroho, utajiri. Bila matunda ya imani, juhudi zake, kazi zake, watafanya kazi bure. Hii inavutia Sara. Hili linasemwa katika Brit Harasha, Agano Jipya, kwa ajili ya kile kinachokuja, kile ambacho tungekabiliana nacho katika karibu miaka 2000 iliyopita. Angalieni mtu yeyote asiwachukue mateka kwa falsafa na udanganyifu mtupu. Sio udanganyifu tu, hakuna kabisa jinsi ya kuona hili. Kulingana na mapokeo ya wanadamu, naweza kusema pia kulingana na mafundisho yenu na kulingana na roho za asili, kanuni za ulimwengu, na si kulingana na Masihi. Naam, kwa nyakati zilizowekwa nitazungumzia Masihi. Na yote ni kuhusu mpango wake wa ukombozi. Ikiwa hii ni kweli, basi unafikiri ni nini kitashambuliwa? Na ni nini kilichoahidiwa kwetu na kutambuliwa na nabii mkuu Danieli? Atakuja baada ya agano na nyakati zilizowekwa. Kwa nini? Je, hili ni jambo kubwa kweli? Ni jambo kubwa sana kiasi kwamba anatuomba tuliheshimu kila mwaka mfuatano wa kila siku. Kwa sababu moja ya mambo muhimu katika mfumo wa Masihi ilikuwa mifano, maswali, lakini pia sifa. Kwa nini tunapaswa kutangaza hili kila mwaka? Unamaanisha tuko katika hali mbaya sana kiasi kwamba tunapaswa kutembelea na kusikia haya kila mwaka? Ndiyo, hiyo ndiyo hali tulionayo. Wazazi, nina uhakika wazazi kwenye skrini hii hawajapata hili kutokea, lakini huenda umeshuhudia mahali pengine ambapo watoto wako walihitaji kuambiwa jambo zaidi ya mara moja.
Je, inawezekana sisi ni watoto wa kiroho na tunahitaji kurudia hili kila mwaka? Lakini namjua punda huyu. Ninaelewa hii, sio mimi. Kweli? Haijalishi tulipo, iwe mtu anaanza tu kupata uelewa huu au anaukana, au kama tumekuwa na kuelewa mambo haya. Kiasili, unajua maagizo ni kwa yote. Kwa sababu tu unafikiri na kujua kwamba unaelewa mambo haya, haimaanishi kwamba hupaswi kuyasikia, kuyatenda na kuyatangaza. Pia inasema hapa, kwa maana wakati unakuja ambapo watu hawatavumilia mafundisho yenye uzima, lakini kuwa na masikio yanayowasha. Sawa, sipendi punda. Hunigusi masikio, uniambie kwamba unachosema hakiendani na mafundisho yangu. Watajikusanyia walimu ili kukivi matakwa yao wenyewe. Sitaki kusikia hili. Nataka kusikia mtu anayeniambia kwamba ninanyakuliwa tarehe 23 au 24 ya mwaka huu. Hata hivyo, haiendani au haijapangwa kwa mwaka huu. Sijaribu kutukana, sijaribu kuondoa tumaini la mtu au tamaa yao ya dhati ya kuwa pamoja na Masihi. Hiyo ni heshima, tena si ukosoaji wa hili. Lakini unaweza kumshambulia mjumbe utakavyo kama unaamini au kuelewa hivi. Lakini hiyo haifanyi iwe kweli, kwa sababu tu umeniondoa niseme haya au kuonyesha haya tena. Masihi mwenyewe haikufanya iwe uongo hata walipojaribu kumwondoa. Lakini angalia hili, kwa sababu hiyo wataacha kusikiliza ukweli na wataelekea kwenye hadithi za uongo. Mojawapo ya hadithi kubwa kabisa ni jinsi tumelitazama tukio hili au jambo hili linaloitwa unyakuo. Sasa, Curtis, kama hili ni kweli, basi unapendekeza nini? Kwamba tutapitia dhiki kwa sababu ya hili? Yaani, kama unanieleza kwamba sitatoka hapa kwa ajili ya nyakati zilizowekwa, basi nitakuwepo wakati wa nyakati za kusagwa. Si jambo la kushangaza jinsi moedim zote zinahusu mavuno ya kusagwa. Ni nini kingekuwa utangulizi wa moedim za msimu wa vuli? Inawezekana kwamba kungekuwa na kazi katika mavuno ambazo zinahusiana na kusagwa. Maandiko yanasema nini kuhusu dhiki? Hivi karibuni tumepitia mihuri ya kitabu cha Ufunuo, maumivu ya kuzaa, na ninaelezea hili kwa undani zaidi. Napendekeza kama hujaangalia mfululizo wote, angalia mfululizo wote, kwa sababu kila sehemu inajenga juu ya nyingine. Inaweka mambo katika muktadha bora, angalau ninapojaribu kuyashiriki. Lakini kama sehemu ya hili, muhuri wa 6 unaofunguliwa na Masiha mwenyewe ni ghadhabu ya Elohim. Lakini pia kama sehemu ya utangulizi katika mihuri hii, inazungumzia kuhusu dhiki. Kwa hiyo, huhitaji hata kuvutiwa na mihuri kama wewe ni mfuasi wa fundisho la unyakuo kabla ya dhiki. Kuna sehemu nyingi za maandiko ambazo utazipuzia. Kwa kweli, moja ya onyo katika kitabu cha Ufunuo ni kwamba ukiondoa au kuongeza maneno haya, nitaongeza juu yako mapigo yaliyoelezwa ndani yake. Inawezekana tukadanganywa na kuamini hadithi na ngano, kwamba hata tunaweza kutupilia mbali ufunuo wa Masia, kwamba tunaweza kupuuza onyo lililo kwenye kitabu chenyewe. Inawezekana tukadanganywa kiasi hicho na kugeukia ngano. Hukumu hizi 7 ambazo zimo katika kitabu cha Ufunuo, tena nazizungumzia kwa undani zaidi, lakini kuna tarumbeta, mabakuli na ngurumo. Hukumu hizi za tarumbeta zinaonekana sana kuhusiana na baadhi ya mambo yanayoanguka duniani wakati wa dhiki. Lakini basi kuna mapigo haya 7 ya mabakuli. Sasa haya ni mazito sana na yanamwagwa kuhusiana na ghadhabu yake. Hizi ni vitu tofauti sana. Na kisha kuna ngurumo hizi 7. Kauli ya ajabu katika kitabu cha Ufunuo kuhusu hizo. Tarumbeta za Ufunuo zina muundo wa menora wa kiasi. Tena hatuna muda wa kuingia kwa undani leo. Niliingia kwa undani kidogo zaidi kwenye mfululizo wa maumivu ya kuzaliwa wa Ufunuo. Lakini ya mwisho kati ya hizi tarumbeta, sauti hizi kuu mbinguni zinasema, ufalme wa dunia hii umekuwa ufalme wa ya na Masia wake, naye atatawala milele na milele.
Tarumbeta hii ya mwisho inatambulika katika hili. Inavutia sana kwa sababu Yom Teruah ni siku ya kupiga kelele. Tarumbeta, tarumbeta. Jambo la kuvutia sana katika hatua hii. Kitu kitabadilika. Huenda ikawa ni utimilifu kihalisi wa nyakati zilizowekwa za vuli. Mfano wa dhiki tuliopewa. Je, tunaona kwamba tunapotea tu mambo yanapokuwa magumu kimaandiko? Je, hivyo ndivyo tunavyosoma kuhusu Waisraeli wa kale? Je, hivi ndivyo tunavyosoma kuhusu manabii? Je, kweli hivi ndivyo tunavyosoma kuhusu wanafunzi? Je, hivi ndivyo tunavyosoma Masihi mwenyewe? Je, tunaona kwamba tunachukuliwa tu kutoka kwenye mambo? Inashangaza sana kwamba maandiko yana mtindo. Hapa kuna mifano mitatu tu wa kuhifadhiwa katikati ya majaribu makali, sio kuondolewa ndani yake. Dhiki inaweza kuwa ya nani na kwa ajili ya nini? Je, inawezekana kwamba dhiki na kiini chake, maana yake yenyewe inategemea upendo, ili tuweze kutubu? Na kwa sababu tu tunaweza tusijione katika hali ambayo tunahitaji kuwa katika nafasi ya teshuva, kwamba tunahitaji teshuva, kwamba tunahitaji kumgeukia kwa sababu tunajua kila kitu na tuna ujuzi mwingi, na mimi huenda kanisani kila Jumapili na kuweka alama kwenye kisanduku changu, au mimi huenda Shabati na kuweka alama kwenye kisanduku changu, au naenda kuheshimu hili na lile. Hatufikirii tunahitaji kuwa katika nafasi ya teshuva. Kuishi teshuva. Neno linasema nini hasa? Ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mnapopatwa na majaribu ya aina mbalimbali, kwa maana mnajua ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta uthabiti. Na ustahimilivu uwe na matokeo kamili, mpate kuwa wakamilifu na wakamilifu bila kupungukiwa na kitu. Huwezi kufanya hivi bila toba. Unamaanisha kusudi ni kutuonyesha labda tunapohitaji. Wengi wenu mmepitia majaribu maishani mwenu, mateso, na ndio maana hata mko hapa katika jamii.